Chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimetoa taarifa inayodai kwamba mwenyekiti wake Tundu Lissu ambaye amekuwa akizuiliwa katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam amehamishwa na hadi kufikia sasa hajulikani alipo. Kwa mujibu wa chama hicho, kiongozi huyo aliondolewa katika gereza hilo kwa msafara wa magari, na kabla ya hapo mawakili na familia yake hawakukubaliwa kumuona. Sasa tuungane na mwandishi mwandamizi wa BBC Swahili Florian Kaijage kwa maelezo zaidi. Anajiunga nasi mubashara kutoka studio zetu Dar es Salaam. Kaijage, tunafahamu nini mpaka sasa kuhusu alipo Tundu Lissu? Tunachokifahamu hadi hivi sasa, Roni, ni kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambacho mwenyekiti wake anashikiliwa akiwa anakabiliwa na kesi ya uhaini aliyosomewa siku chache zilizopita katika mahakama ya hakimu mkazi Kisoto jijini Dar es Salaam, ni kwamba hawafahamu alipo, na kwamba wanasheria pamoja na kiongozi mmoja ambaye naibu katibu mkuu wa upande wa Zanzibar walikwenda katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam, ambayo ni moja ya magereza mahsusi kwa ajili ya kuweka watu rumande wanaosubiri kesi zao kusikilizwa. Lakini waliambiwa kwamba mtu huyo au kiongozi huyo wa Chadema, mwenyekiti, hakuwepo hapo gerezani na hawakuelezwa kwamba amepelekwa eneo gani. Na kumekuwepo na taarifa ambazo zimekuwa zinasambaa katika mitandao ya kijamii zikisema kwamba, ama zikidai kwamba, alionekana akiwa amechukuliwa kutoka gereza hilo akiwa katika gari ambalo lilikuwa na msafara wa magari mengine, magari ya serikali. Kwa hiyo chama cha demokrasia na maendeleo kilichosema uongozi wake kupitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano Brenda anasema kwamba hawa watu wa serikali wanapaswa kusema kile ambacho kiongozi huyu yuko hasa eneo gani, hata kama amehamishwa mathalan ni gereza ambayo iliwahi kutokea kwa viongozi wengine, basi waseme kwamba yuko wapi na utaratibu upi ambao umefuatwa. Kaijage, je, serikali imetoa kauli yoyote kuhusu madai haya ya kuhamishwa kwa Lissu na sababu zake? Hakuna taarifa yoyote iliyotolewa na serikali, na hata BBC ilipojaribu na imefanya jitihada za kumtafuta msemaji wa jeshi la magereza, hakuchukua ama hakupokea simu yake. Na baada ya hapo BBC imejaribu ama imefanya mawasiliano na msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari na Utamaduni na Sanaa, ni Jackson Msigwa, ambaye amesema kwamba majibu yake ni kwamba Lissu yuko katika vyombo vya dola na kesi yake, na yeye hataki kuingilia. Akasema kwamba watu wa magereza ndio wanaweza kuzungumza. Kwa hiyo kusema ukweli, mpaka usiku hakuna taarifa yoyote, iwe ni magereza, iwe ni Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni wizara mama ya magereza, au mtu yote wa serikali ambaye ametoa maelezo yakini, ukiacha hiyo ambayo tumezungumza na Jason Msigwa. Shukrani sana Florian Kaijage, mwandishi mwandamizi wa BBC Swahili, akitupa tathmini ya kina kuhusiana na taarifa yetu kuu. Katika taarifa nyingine, Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC sasa itaondoa wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Rwanda. Hii ni baada ya Rwanda kukubali vikosi vya SADC vilivyokuwa vikipambana na waasi mashariki mwa DRC kuondoka kupitia ardhi yake kwa kuwa uwanja wa ndege wa Goma bado umefungwa. Mnamo mwezi Machi, SADC ilitangaza kuhitimisha rasmi mamlaka ya kikosi chake cha kijeshi na kwamba itaendelea na mchakato wa kuondoa wanajeshi wake kutoka Kongo kwa awamu. Wakati haya yote yakijiri, wito wa amani katika eneo la mashariki mwa DRC umesheheni makanisani katika ibada za Pasaka hii leo mjini Goma. Peter Mwangangi na taarifa hiyo kwa kina. Katika mji wa Goma unaodhibitiwa na kundi la M23, madhehebu ya Kikristo yameshiriki ibada ya Pasaka. Haya yamejiri wakati kukiwa na ripoti kwamba kumekuwa na mapigano tangu Alhamisi kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo wilayani Walikale. Mapadri na wachungaji wamezungumzia hali inayoendelea ya kiusalama. Hata kama tunapitia magumu tunayopitia katika nchi yetu, lakini Pasaka inatukumbusha kwamba yule aliyekufa alifufuka na yeye ni hai. Na hii inatupa tumaini kwamba hata tunapitia mateso ya namna gani, kuna siku moja ambayo mateso hayo yataisha.
Na Wakristo wanaoishi Goma wamezungumzia hali ya maisha kwa sasa na kiu yao ya kupata amani. Sisi tunakuwa na matumaini hata kama tunashakia katika magumu makubwa sana katika mji wetu hapa Goma. Tunasherehekea Pasaka wakati ndugu zetu wanakuwa katika hali ya uhamisho, ndugu zetu wanakuwa katika hali ya misiba, tunateseka katika mazingira magumu tunayoyapitia, lakini tunaisherehekea sababu Mungu ni salama yetu, ametupatia uhuru wa ndani, na ndio maana tuna uhuru wa kusherehekea Pasaka hata katika mazingira magumu. Wanaharakati wamezitaka pande zinazopigana mashariki mwa Kongo kuheshimu haki za kibinadamu. Sharti haki ya dini iheshimike, iwe Mkristo uwe siwe Mkristo, wa Islamu na zingine zehebu zingine zote. Sharti kila mtu aingie kwa ibada na aheshimu Mungu kulingana na imani yake, na hiyo haki sharti iheshimike na itekelezwe na waongozi ambao wanaongoza maeneo hayo. Tangu Januari, mapigano yamesababisha zaidi ya watu milioni 1 kuhama makwao mashariki mwa DRC, ikiwemo watoto 400,000 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameonya kuwa nchi hiyo itaachana na mpango wa kutafuta makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine ikiwa hakutokuwa na dalili zozote za swala hilo kufanikiwa katika siku chache zijazo. Phyllis Mwate anakuarifu zaidi. Marco Rubio alikuwa akizungumza baada ya kufanya mikutano kadhaa na wanasiasa wa Ulaya mjini Paris. Alisema Rais Trump bado anataka makubaliano ya mpango wa amani, lakini akaongeza kuwa Marekani vile vile ina masuala mengi inayoyapa kipaumbele. Tulikuja hapa jana ili kuanza kuzungumza juu ya mpango maalum zaidi wa kile kinachotakikana ili kumaliza vita, kujaribu kujua kuhusu swala la hivi karibuni. Na nazungumza juu ya swala la siku, sio swala la wiki. Ikiwa hivi ni vita vinavyoweza kumalizika, ikiwezekana tuko tayari kufanya chochote tunachoweza kuwezesha hilo na kuhakikisha kwamba linafanyika, yani kwamba linaisha kwa njia ya kudumu na ya haki. Rubio aliwaambia wanahabari kwamba Marekani inahitaji kuamua haraka ikiwa usitishwaji wa vita huko Ukraine utawezekana au la. Hatutaendelea kuweka jitihada kwa swala hili kwa wiki na miezi mfululizo. Kwa hivyo tunahitaji kuamua tena kwa haraka sana. Na nazungumzia kuhusu swala la siku, ikiwa hili linaweza kufanyika au la katika wiki chache zijazo. Ikiwa ni hivyo, tuko ndani. Ikiwa sivyo, basi tuna mambo mengine mengi tunayopaswa kuyapa kipaumbele na kuyazingatia pia. Alipoulizwa kuhusu maoni ya Rubio, mbunge wa Ukraine Kira Rudich ameiambia BBC kwamba hakushangaa kwamba juhudi za Marekani za kufikia makubaliano ya amani yanayohusisha Urusi hazikufaulu. This is what we anticipated. Hivi ndivyo tulivyotarajia mwanzoni kabisa, wakati Rais Trump aliahidi kumaliza vita katika muda wa saa 24 na kisha katika mamia ya siku. Kwa sababu tulikuwa tunauliza wazi ni njia gani ambazo Marekani inaweza kutumia ili kushinikiza Urusi. Kwa sababu Ukraine haikuwa tatizo kamwe. Badala yake mkakati wa utawala mpya ulikuwa kushinikiza Ukraine kwanza. Ilikuwa wazi kabisa kwetu kwamba bila kuwa na mkono wenye nguvu itakuwa vigumu kumshinikiza Putin kumaliza vita. It will be impossible to pressure Putin to end the war. Vile msemaji wa ikulu ya Kremlin aliulizwa iwapo Marekani itajitenga na mazungumzo ya amani. Dmitry Peskov alisema ni juu ya Marekani yenyewe kutoa jibu hilo, lakini akasisitiza kuwa kuna matumaini. Akizungumza na wanahabari kwenye mkutano, Peskov alisema kwamba Urusi inatafuta njia ya kusonga mbele. Mawasiliano yanayoendelea ni magumu sana kwa sababu kwa kawaida mada ya suluhu la amani nchini Ukraine sio jambo rahisi. Urusi imejitolea kusuluhisha mzozo huu, kuhakikisha maslahi yake yenyewe na iko wazi kwa mazungumzo. Tunaendelea kufanya hivi. Onyo hili la Rubio limekuja baada ya habari tofauti kwamba Ukraine na Marekani wamechukua hatua ya kwanza ya kusaini mkataba wa madini baada ya makubaliano ya awali kufutiliwa mbali wakati wa mkutano wa Februari kati ya Rais Trump na Rais Zelensky, mkutano uliotubuka. Habari ya mpango wa makubaliano bado hazijawekwa wazi, lakini mawasiliano yaliyoonekana awali yanasema kwamba makubaliano hayo yameongezwa zaidi na sio madini pekee, ila yanajumuisha kudhibiti miundombinu ya nishati ya Ukraine pamoja na mafuta na gesi yake. Phyllis Mwate, BBC.